naomba kutoa maelekezo kwa idara ya habari, maelezo kuhakikisha kazi ya kuratibu vitengo vya habari serikalini kupitia ofisi ya msemaji mkuu wa serikali inasimamiwa kikamilifu na kuweka mfumo wa kisasa ambao bahati nzuri umeshaandaliwa kupima utendaji wao, ili tunapokutana mwakani katika kikao kazi hiki tuwe na majibu ya kila mmoja amefanya nini na katika eneo lake. Taarifa tutakayoipata baada ya upimaji kwa kutumia mfumo ambao mtaanza kuutumia baada ya kikao kazi hiki ndiyo itakayoamua kama wewe utabaki kuwa mkuu wa kitengo kwenye taasisi yako ama nafasi hiyo tunampa mtu mwingine. Naomba nirudie. Maelekezo ya Mheshimiwa Paul Christian Makonda, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ni kwamba tumejenga mfumo wa upimaji wa kazi za maafisa habari wakiwemo wakuu wa vitengo vya habari serikalini, vitengo vyote. Matokeo ya mwakani ya upimaji ndiyo yatakayoamua nani atakuwa mkuu wa kitengo kwenye taasisi, kwenye wizara, kwenye idara ama kwenye mamlaka ya serikali. Maana yake ni nini? Serikali ilipoweka utaratibu wa kuwa na mkuu wa kitengo kwenye taasisi ama kwenye mamlaka ya serikali, lengo ilikuwa ni kwamba mkuu wa kitengo ama mkuu wa taasisi ukawasimamie maafisa habari ulionao. Mnanielewa vizuri? Maafisa habari ulionao wasipo deliver, umefeli wewe mkuu wa kitengo. Hilo chungu kidogo, si ndio? Lakini sio chungu kama tutakwenda kutekeleza wajibu wetu. Kwa hiyo kila mkuu wa kitengo aende akaweke utaratibu mzuri wa kuongeza visibility ya taasisi yake, ya idara yake, huku ukijua kwamba utapimwa na utapimwa kwa mifumo. Mfumo utakutaka kazi ulizozifanya zote uziweke hapa, ni hizi na hizi na hizi na hizi, zimewafikia watu wangapi na matokeo yake ni nini. Hakuna tija, hakuna sababu ya wewe kuendelea kuwa mkuu wa kitengo if you don't deliver. Kazi kubwa inayofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inapaswa kuelezwa kwa Watanzania ili wafahamu mafanikio ya utekelezaji wa serikali yao na waweze kujivunia kuwa na kiongozi anayewajali na kuwainua wananchi wake kwa kutekeleza ahadi na kutengeneza fursa mbalimbali kupitia miradi ya maendeleo. Pamoja na kazi kubwa inayoendelea kufanywa na serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, bado kumekuwa na upotoshaji mwingi unaofanywa na watu wasioitakia mema nchi yetu. Na bahati mbaya, ndugu zangu maafisa habari, mkiwa ndio wataalamu wa mawasiliano, tumekuwa na kigugumizi cha kueleza bayana kazi kubwa na nzuri inayofanywa na serikali. Na mkuu wa wilaya hapa amesema yako mambo mengi yanayofanywa na serikali ambayo tukitekeleza wajibu wetu sisi maafisa habari ipasavyo, tutaondoa changamoto ya wananchi kusubiri aende waziri mkuu ndiyo waende wakaanze kulalamika. Afisa habari, ukiwa unasubiri ziara ya mkuu wa wilaya, ziara ya katibu mkuu, ziara ya mkuu wa mkoa, ziara ya waziri, umeacha shughuli zako zingine, ndio tunatengeneza jamii isiyokuwa na taarifa juu ya kazi zinazofanywa na serikali. Matokeo yake, Hadija yuko hapa,
sehemu kubwa ya watu wanaolalamika kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwa sababu wengi hawana taarifa juu ya masuala mbalimbali yanayofanywa na serikali, na kwa sababu hawana taarifa, tuko baadhi yetu serikalini hatutekelezi wajibu wetu, kwa sababu watu hawajui kwamba tunawajibika kushughulikia kero zao. Tunaotakiwa kuvunja huo mzizi wa watu kutokuwa na taarifa ni sisi maafisa habari, baada ya vitengo vyetu kuwekwa na serikali kwa jukumu hilo. Kazi yetu sisi sio kufanya viongozi wauze sura kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, na naposema viongozi ni pamoja na mimi. Kazi yetu sisi ni kuwapa wananchi taarifa juu ya kazi ya serikali. Watu hawana shida ya kuangalia sura ya Msigwa, wana shida ya kujua barabara ya Njombe Songea inatengenezwa lini. Mnanielewa? Wananchi wanataka kujua ili azalishe parachichi nyingi afanye nini. Huyu mwenye miti 500,000 ya parachichi, je, inatosha kuuza parachichi yake Njombe? Hawezi kupeleka yeye mwenyewe Ulaya? Ndio kazi yetu sisi waandishi wa habari, na ndio kazi yetu sisi maafisa habari, kuwahamasisha, kuwapa taarifa wananchi na kufanya kazi jirani na hawa waandishi wa habari ili wananchi wapate hizi taarifa kikamilifu. Mmenielewa vizuri? Nimeongea kwa utuo kwa sababu kwa kweli ni aibu kwa serikali kutukanwa au kuzushiwa uongo wakati afisa habari wa eneo husika upo na huchukui hatua, wakati taarifa zote na sahihi unazo.